Mimi naitwa CPA Hosea Rugano, ni mwenyekiti wa timu ya Namungo na ni mwenyekiti wa chama cha soka cha mkoa wa Lindi, na vile vile mimi ni mjumbe wa kamati ya utendaji ya TFF na nimekuwa mwenyekiti wa kamati ya mashindano ya TFF na nimekuwa ni mjumbe wa kamati ya masaa 72 ya bodi ya ligi. Sasa kilichonileta hapa leo ni kutaka kuwajulisha nyinyi pamoja na umma wa Tanzania, kuna taarifa ambayo ningependa kuifikisha kwenu na kwa wadau. Leo nilipokea barua kutoka kamati ya uchaguzi ya TFF ikinitaarifu kwamba siku ya jana walikaa kikao, tarehe 26 walikaa kikao ambacho kilikuwa ni kikao cha majadiliano, na katika hicho kikao walipitia mchakato wa uchaguzi, na kama mnavyojua tuna uchaguzi siku ya tarehe 29 kesho kutwa. Kwa hiyo katika kupitia huu mchakato wakaona kwamba kuna mambo ambayo waliona yanaleta mwingiliano wa kimaslahi kwa nafasi yangu. Kama nilivyotaja hizo nafasi, kwa hiyo hizo nafasi zimetajwa: nafasi ya kamati ya utendaji, nafasi ya mwenyekiti wa mashindano na nafasi ya mjumbe wa kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi. Sasa hiyo barua imetaja sababu hiyo na imenitaka mimi nijiuzuru nafasi ya kamati ya utendaji ili kusiwe na mwingiliano huo wa kimaslahi. Sasa kutokana na muda kuwa mfupi na kama mnavyojua uchaguzi ni kesho kutwa, sasa mimi sijapata muda wa kulitafakari zaidi, kwa maana ya namna ambayo linaweza likawa lina tija kisheria. Lakini mimi nimekuja hapa kuonyesha utiifu kwa kamati ya uchaguzi na nimekubaliana na walilolitaka. Kwa hiyo nimekuja leo kuwatangazia kwamba kuanzia leo mimi nimejiuzuru nafasi ya kamati ya utendaji ya TFF na kamati ya mashindano ya TFF pamoja na kuwa mjumbe wa kamati ya masaa 72 au kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi. Sasa nimeona nitumie nafasi hii. Kama mnavyojua, nafasi ya kamati ya utendaji ni nafasi ya kuchaguliwa, na mimi nilichaguliwa na wajumbe wa mkutano mkuu wa TFF. Waliniamini na wakanipa hii nafasi. Kwa hiyo nimeona nitumie nafasi hii kuwafikishia ujumbe walionichagua, kuambia kwamba nimelazimika baki na hilo ili niweze kuendelea na mchakato wa bodi ya ligi. Mimi nimekuwa mdau na nimekuwa kiongozi kwenye mpira wetu huu kwa miaka takriban 10. Nimekuwa kiongozi na nimeona ukuaji wa mpira wetu. Nimeona ligi yetu ikikua kwa kasi kubwa sana, lakini nimekuwa nikiona ukuaji wa bodi ya ligi hauendani na kasi ya ligi yenyewe. Kwa hiyo sasa mimi nimeona kwamba nina nafasi ya kwenda kusimamia mambo pale na kusogeza mambo kwa kasi na kwa namna ambayo itasaidia kuleta mabadiliko zaidi katika bodi ya ligi. Sasa ili tuende nayo mambo vizuri, kuna mambo ambayo ni lazima sasa tukayasimamie, ambayo mimi ni mipango yangu ambayo nimeiweka katika kampeni zangu, kuhakikisha kwamba bodi sasa iweze kupata nafasi ya kujitegemea, kuwa na reformation ambayo itasababisha bodi sasa iweze kufanya maamuzi kwa haraka na iweze kufanya ukuaji wa uchumi wa vilabu na bodi iweze kuwa sasa independent. Siwezi kusema nani alinipangia. Ni kweli nilipangiwa majukumu, ni kawaida, kwa sababu unapokuwa mjumbe wa kamati ya utendaji, utaratibu uliopo ni kwamba unapokuwa mjumbe wa kamati ya utendaji ndio unaweza kuwa kiongozi wa msafara. Sasa wajumbe wa kamati ya utendaji tupo 12. Sasa hao 12, na kama mnavyojua timu zetu tulikuwa na timu 4 ambazo zimefuzu mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine ni lazima kila mtu atapata nafasi hiyo. Kwa hiyo sasa unaweza kukuta umepangiwa lakini yakaingiliana. Sasa lile la kwanza nililifanya, ile la pili nimeshindwa kulifanya kwa sababu limeangukia tarehe ambayo ni ya uchaguzi.
Nafasi ninayoenda kuigombea ni nafasi ya kuwa mwenyekiti wa bodi ya ligi, lakini ni nafasi ambayo itanifanya niwe makamu wa pili wa rais wa TFF, lakini itanifanya vile vile niwe mjumbe wa kamati ya utendaji kama nitashinda. Sasa naona majukumu bado yatabaki kuwa yale yale, kwa maana kwamba bado wajumbe wa mkutano mkuu nitawatumikia kupitia nafasi ya kamati ya utendaji, lakini nitakapokuwa natumikia bodi ya ligi ambayo ndio sasa inatuheshimisha kama nchi, nitaweza kuwa na nikawafikia zaidi.